Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Karibuni sana katika siku hii na muda huu. Nakupa pole sana na mangaiko ya dunia kufanya kazi zote ambazo unazo kwa muda huu ambao unafanya ukiwa nyumbani kwako au ofisini kwako au ukiwa kwenye genge lako ukiwa unatafuta 1 2 3 kwa ajili ya kula watoto au kwa ajili yako wewe mwenyewe. Yes, mtangazaji wako naitwa Godia Aaron Mwabunguru katika YouTube channel hizi. Leo nakuletea habari ya nguli mchezaji wa zamani wa Manchester United ambaye anaitwa Rio Ferdinand ambaye amewasili nchini Tanzania leo na kukaribishwa na waziri wa habari na sanaa na utamaduni na michezo Paul Christian Makonda. Habari hii tutakuwa nayo, sikiliza mpaka mwisho, na huo ni mtaasali ambao unatakiwa sikiliza mpaka mwisho, lakini pia sikiliza pia hata ili tangazo ambalo nataka nikutangazia kama fursa ya maisha yako ya leo na ya baadaye, kwa sababu kozi ya ICT ni kozi ya watu wote. Hata kama ukiwa umesoma kozi nyingine, kompyuta huwezi kuikwepa. Asante sana. Kuna bango lipo hapo limeandikwa Fabidigo ICT Solution. Huyu ni mdhamini mkuu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Fabidigo ICT Solution inahusika na masuala ya kutengeneza na kufundisha masuala hayo yaliyopo kwenye bango hapo. Swala la kwanza ni network installation system, naweza kufundisha na kukutengenezea, lakini pia kuna website designing, kuna digital marketing au social network, na swala ya online ujue kufanya masoko ya kimtandao na kupata pesa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii kama vile Twitter. Atakufundisha jinsi gani ya kumanage hiyo mitandao na hiyo mikubwa kuikuza kwa jumla na uweze kufanikiwa kupata pesa ya monetization kupitia monetization au kupitia matangazo ya watu binafsi ambao watakufuata kama utakuwa na watu wengi. Inaitwa Fabidigo ICT Solution, na hiyo ukiwa na simu tu unaweza kutengeneza hela hizo, yani ukiwa na simu janja. Lakini pia kuna vitu vingine hapo vimeandikwa, kuna computer maintenance. Unaweza kujifunza masuala ya kutengenezaji wa kompyuta, utengenezaji wa simu, video production. Hapo naongelea jinsi gani uwe kama editor mkuu kama vile akina Skana, akina Ken, producer kama akina Squeeze. Hapo video production and audio production. Kuna computer graphics, jinsi gani ya kudesign matangazo ya aina yoyote, yawe ya video, yawe ya logo, sticker na kuendelea. Kwenye computer graphics hapo kuna somo lingine linaitwa basic computer application au office automation. Uweze kujifunza masuala ya Excel, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, masuala ya Microsoft PowerPoint presentation program na programu zingine kama vile Outlook na Microsoft Access database system. Lakini pia database system utajifunza kwa kutumia online HTML code, ukajifunza kutengeneza website ya database system ambayo kuna kodi za HTML form ambazo zinaweza kukufanya wewe utengeneze form ndani ya website yako ikawa website yenye database online ya kuregister vitu fulani. Katika masuala hayo tunaendelea kwamba tumekuletea hayo yote ni kwa ajili ya mdhamini mkuu ambaye anaitwa Fabidigo ICT Solution. Lakini mbaya zaidi, kama utakuwa nje ya jiji la Dar es Salaam uweze kufika katika ofisi za Fabidigo ICT Solution, wewe subscribe YouTube channel ya Fabidigo TV na BM Zakaria TV. Tunarusha video vinavyofundisha masuala hayo yote kulingana na muda tulioweka au timetable tulioweka. Asante sana, fursa ni kwako, ushinde wewe, maana hizo ni bonus beche. Lakini pia unaweza kuipata YouTube ukisubscribe. Penda kujifunza vitu vizuri vitakavyokupa maisha. Ujuzi mzuri ndio utakao kukupa utajiri wewe. Mtu anaweza kukupa hela, mtu anayekupa ujuzi ndio anakupa maisha. Asante sana. Tunaendelea na habari fupi sana ambayo inaendelea kwa mchezaji ambaye anaitwa mamia wa mashabiki wa soka nchini Tanzania walifurika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam kumpokea nguli wa zamani wa klabu ya Manchester United Rio Ferdinand. Rio Ferdinand aliwasili nchini kwa mwaliko wa waziri wa habari, sanaa na tamaduni na michezo nchini Tanzania ambaye anaitwa Paul Christian Makonda.
Mashabiki hao walioonekana wakiwa na furaha kubwa huku wakishangilia na kupiga picha wakati nyota huyo wa zamani wa soka akiwasili Tanzania. Ziara ya Ferdinand inatajwa kuwa sehemu ya shughuli za kukuza michezo na kuhamasisha maendeleo ya soka nchini Tanzania. Kama ulivyonisikia nilivyosoma kwa undani zaidi hapo katika nakala hiyo niliyotumiwa Fabidigo TV na BM Zakaria TV, hatukujawa mbali sana kukuletea taarifa hizi ambazo tumezipata kwa muda huu, nasi tukiwepo katika eneo la tukio. Tumechelewa kutoa habari kulingana kwamba mitambo yetu kidogo ofisini ilienda vibaya siku ya leo, kwa mtusamee, lakini kwa vile basi nimekusomea hiyo taarifa, kwa wewe subscriber wetu inatakiwa ujue hili kwamba Rio Ferdinand, kwa wale mashabiki wa Manchester United, kutoka mwaka 2013 kuja chini hadi mwaka 2009 na hisi 2009 hadi 2013 2007, Rio Ferdinand alikuwa ni beki mzuri sana wa Manchester United, na jamaa mmoja toro fulani kipindi cha Ferguson hiyo Manchester ambayo wanasema ilikuwa inaenda UEFA finali kila mwaka wanaenda, au hapo ndo akina Rio Ferdinand, akiwepo na Cristiano Ronaldo, akiwepo na kina Evra, wakiwepo kina Rooney, wakiwepo wachezaji wengi ambao nikikutajia hapo naweza kucheka kina nani. Kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa nani Manchester United kipindi chake cha Rio Ferdinand. Kuna wachezaji wengi sana ambao nikiwataja akina kipa Van der Sar, wachezaji akina Scholes, mzee wa mashuti makubwa marefu katikati ya uwanja na kufunga goli, huyo anaitwa ni wachezaji wa Manchester. Hiyo ilikuwa Manchester kweli, na Manchester yakumbuka ndio na kina baba tovu, mashabiki ambao wana mashabiki lialia Manchester United ambao ndio wapo wengi sana nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kumbuka kwamba amepokelewa jamaa kinyama, kwa sababu kumbuka Manchester United ndio timu ambayo ina mashabiki wengi sana hapa Tanzania. Kwa hiyo basi tumekuletea hii clip ili uweze kujua ziara ya huyo mchezaji ambaye anaitwa Rio Ferdinand. Amekuja huku kwa ajili ya kuhamasisha michezo na swala la utalii kwa ujumla, kwamba amealikwa na Paul Christian Makonda kwa ajili ya masuala ya michezo. Kumbuka hatua ya kwanza alimwalika Didier Drogba, lakini sasa hivi kamwalika huyo Rio Ferdinand, lakini baadaye anasema mwenyewe Paul Makonda kwamba atamleta Cristiano Ronaldo JR, mchezaji kutoka Ureno, na sasa anakipiga Uarabuni huko. Sasa mchezaji huyu waandishi wa habari na wengi sana ambao wapenzi wa Manchester na wapenzi wa soka kwa ujumla wamempokea katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, lakini yeye akiwa ameongea kwa kuipenda Tanzania, furaha walivyompokea. Unajua kuna sometime mtu akikupokea kwa furaha zaidi, hadi chakula unakaribishwa unashindwa kula, unajisikia umeshiba, kwa sababu unajiona mtu amekufurahia sana. Unajua kuna ile mtu unajihisi kama wewe upendwi, alafu unakuja sehemu ya watu unakutana na watu wanakupenda kuzidi kiasi na ukutarajia kwamba utakutana na surprise kama hiyo. Kwa Rio Ferdinand ameonekana ya kwamba ana uso wa fulana kuishangaa Tanzania, kwamba kumbe anafahamika, kumbe anaeleweka, kumbe anaonekana kwamba alifanya kazi uwanjani. Ndipo pale tunakuja kusema watu burudani wanaipenda, watu mpira wanapenda. Mtu alikuwa mchezaji lakini anapokelewa na mamia wa watu humo, wakiwemo watu wapenzi wa dini tofauti, watu wa rika tofauti, wazee na watoto. Kwa hiyo basi tunaweza kukupa rai hii kwamba kama wewe ni mcheza mpira, bado ni kijana, watoto wa Jay-Z inatakiwa mfanye kucheza mpira unapendeka. Ukiwa unafanya vizuri uwanjani utakuwa na watu wa aina nyingi sana watakao kupenda. Asante sana. Endelea kusubscribe, kulike na comment, na usikubali kuiacha fursa ya kusoma masuala mambo ya ICT. Usiache kusoma masuala ya ICT, kwa sababu hata usome kozi yoyote duniani, popote utakapoenda kuajiliwa, iwe TRA, iwe sehemu yoyote, iwe airport, utahitajika ujue kompyuta. Na kompyuta ndio hiyo tumekutangazia sisi hapo. Chukua namba hizo zinazopita kwenye screen hizo hapo, uweze kupiga na utaunganishwa kwamba unahitaji kusoma kitu cha aina gani. Kama upo Dar es Salaam utasoma, hata ukiwa nje ya Dar es Salaam sisi tuna mitandao yetu, tutajua jinsi gani tukufundishe. Asante sana. Endelea kusubscribe YouTube channel zetu BM Zakaria Online TV na Fabidigo TV. Nashukuru sana. Mimi naitwa Godia Aaron Mabunguru, mtangazaji wa kila siku wa muda wote wa YouTube channel hizi. Nasema Mungu atufanye tuwe salama, atupe uhai na kutupa ubora wa kuwa na afya nzuri, ili tuendelee kupambana na maisha hapa duniani. Asante sana.
Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.